Je, unatumia uzazi wa mpango au unafikiria kuanza kutumia kwa muda mrefu? Watu wengi huanza kutumia njia hizi bila kuelewa kinachoweza kubadilika ndani ya mwili wao kwa baada ya miezi kadhaa, miaka miwili au hata miaka mitano ya matumizi endelevu. Lakini leo tutaangalia kwa undani na kwa uhalisia bila kupepesa mambo au kupepesa macho. Utajifunza faida za uzazi wa mpango mwilini na maisha ya uzazi, mabadiliko yanayoweza kutokea baada ya matumizi ya muda mrefu, madhara yanayoweza kujitokeza kwa baadhi ya watu, na mambo muhimu ambayo madaktari hawaelezi kwa kina mara zote unapokutana nao. Lakini kabla tujaendelea, kumbuka hili: kila mwili ni tofauti. Kinachotokea kwa mtu mmoja si lazima kitokee kwa mtu mwingine. Na kama unadhani hii ni mada ya kawaida, subiri uone sehemu inayofuata, kwa sababu kile utakachosikia sasa kinaweza kubadilisha kabisa namna unavyoangalia afya yako ya uzazi. Usiondoke hapa, sababu tunaanza safari ya ukweli ndani ya mwili wako baada ya miaka mitano ya matumizi wa uzazi wa mpango. Nikuombe, kama ni mara ya kwanza kwenye ukurasa huu wa afya, bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Tuanze kuangalia uzazi wa mpango ni nini hasa. Kabla kuingia kwenye madhara na mabadiliko ya muda mrefu, hebu tuelewe kitu kimoja muhimu. Uzazi wa mpango si dawa moja tu. Ni kundi la njia tofauti za uzazi wa mpango, ambapo kuna njia ya sindano, njia ya vidonge, njia ya kitanzi, kipandikizi na njia nyingine za homoni. Kila moja hufanya kazi kwa kubadilisha mfumo wa homoni za mwili, hasa zile zinazohusiana na ovulation, yani uchavushaji, hedhi na uwezo wa kupata ujauzito. Ndio maana mwili haukubaki ule ule unapotumia kwa muda mrefu. Sasa tuangalie kitu gani ambacho kinaweza kutokea. Sasa hapa ndipo mambo yanapoanza kuwa ya kuvutia. Baada ya miezi 6 hadi miaka 5 ya matumizi, mwili unaanza kuonyesha mabadiliko kama mzunguko wa hedhi kubadilika, hisia kubadilika, mabadiliko ya uzito kwa baadhi ya watu, na kwa baadhi ya wanawake kuchelewa kurudi kwenye uwezo wa kawaida wa kushika mimba baada ya kuacha matumizi. Lakini je, haya yote hutokea kwa kila mtu? Jibu ni hapana. Na hapo ndipo watu wengi hukosewa kuelewa ukweli wa kisayansi. Lakini leo tutakueleza kwa undani. Tuanze kuangalia mabadiliko ya mwili baada ya matumizi ya uzazi wa mpango. Baada ya kutumia uzazi wa mpango kwa muda, hasa homoni, mwili huanza kuzoea mabadiliko ya kemikali zinazotolewa na dawa hizo. Hii huathiri mfumo wa asili wa homoni za mwanamke, na matokeo yake huonekana kwa njia tofauti kulingana na mtu. Kwanza, mabadiliko ya homoni ndani ya mwili. Uzazi wa mpango hufanya kazi kwa kuongeza au kubadili viwango vya homoni kama estrogen na progesterone. Hii inaweza kusababisha mwili kuingia katika hali ya kudhani kuwa tayari una ujauzito, au hivyo kuzuia ovulation, kutolewa kwa yai. Matokeo yanaweza kuonekana: mzunguko wa hedhi kuwa mfupi au mrefu kuliko kawaida. Baadhi ya wanawake kuona hedhi imepungua sana na kukatika kabisa. Mwili kuanza kuzoea homoni za nje badala ya kuzalisha kwa kawaida. Hii si hatari kwa kila mtu, lakini ni mabadiliko ya kawaida yanayoonekana kwa baadhi ya watumiaji wa muda mrefu. Namba 2, mabadiliko ya uzito na mwili. Baadhi ya wanawake huripoti mabadiliko ya uzito baada ya kuanza matumizi. Hii haitokani na mafuta moja kwa moja, bali ni mchanganyiko wa mabadiliko ya hamu ya kula, maji kubaki mwilini, water retention, na wakati mwingine kupungua kwa shughuli za kimwili kutokana na uchovu au mabadiliko ya mwili, ya mabadiliko ya hisia. Matokeo yanaweza kuwa kuongezeka kidogo kwa uzito kwa baadhi ya watu, wengine kubaki vile vile bila mabadiliko, na wengine wachache kupungua uzito kutokana na mabadiliko ya hamu ya kula.
Muhimu kuelewa, si kila mtu hupata haya mabadiliko. Mabadiliko mengine ni mabadiliko ya hisia. Homoni zina uhusiano mkubwa na afya ya akili na hisia. Wakati viwango vya homoni vinabadilishwa na dawa, ubongo unaweza kuathirika kidogo katika namna ya hisia na utulivu wa akili. Baadhi ya athari zinazoweza kutokea ni pamoja na kubadilika kwa hisia bila sababu maalum, kuwashwa haraka au kuchoka kihisia kwa baadhi ya watu, dalili za msongo wa mawazo au huzuni. Hii hutokea zaidi kwa watu walio na historia ya sensitivity ya homoni au msongo wa mawazo kabla ya matumizi. Namba 4. Mabadiliko ya mfumo wa hedhi. Haya ndiyo mabadiliko yanayoonekana zaidi kwa watumiaji wengi. Kwa kawaida, hedhi inaweza kubadilika kwa njia tofauti kulingana na mwili wa mtu au aina ya uzazi wa mpango anaotumia. Mabadiliko yanaweza kutokea, mfano, hedhi kuwa nyepesi sana kuliko kawaida, hedhi kuwa nzito au ya muda mfupi, wakati mwingine kuanza kuwa na mzunguko usio na mpangilio. Kwa baadhi ya wanawake, hedhi kukatika kabisa wakati wa matumizi. Hii hutokea kwa sababu uzazi wa mpango wa seli safi ya ndani ya kizazi, uterine lining, ambayo ndiyo hutoa damu ya hedhi. Kwa ujumla, mabadiliko haya si ya kutisha kwa kila mtu, lakini ni muhimu kuelewa kwamba mwili hujibu tofauti. Baadhi ya wanawake huona mabadiliko madogo sana, wakati mwingine huona mabadiliko yanaonekana wazi. Ndiyo maana ufuatiliaji wa afya na ushauri wa daktari ni muhimu unapotumia uzazi wa mpango kwa muda mrefu. Uzazi wa mpango pia una faida kubwa. Husaidia kupanga uzazi kwa uhuru, hupunguza maumivu ya hedhi kwa baadhi ya wanawake, husaidia kudhibiti mimba zisizotarajiwa, na baadhi hupunguza hatari ya magonjwa ya uzazi kama cysts, ovarian cysts. Hatari inaweza kuwepo kwa matumizi ya muda mrefu. Baada ya matumizi ya uzazi wa mpango kwa muda mrefu, hasa bila ufuatiliaji wa kitabibu, mwili unaweza kuanza kuonesha baadhi ya athari zinazohitaji makini zaidi. Ni muhimu kuelewa, si kila mtu hupata hatari hizi, lakini zipo kwa kundi fulani la watumiaji kulingana na afya yao, umri na historia ya magonjwa. Kwanza, kuongezeka hatari ya damu kuganda. Baadhi ya njia za uzazi wa mpango, hasa zile zinazotumia homoni, zinaweza kuongeza kidogo uwezekano wa damu kuganda kwa baadhi ya watu. Hii inaweza kuwa hatari zaidi kwa watu wanaovuta sigara, wenye uzito mkubwa, wenye historia ya matatizo ya moyo au mishipa ya damu. Damu kuganda inaweza kuathiri mishipa ya damu kwenye miguu au hata mapafu, hali inayohitaji matibabu ya haraka. Baadhi ya wanawake wanaweza kuona mabadiliko ya shinikizo la juu la damu. Baada ya matumizi ya muda mrefu ya uzazi wa mpango wa homoni, inaweza kujitokeza kama shinikizo la damu kupanda taratibu, maumivu ya kichwa ya mara kwa mara, kizunguzungu au uchovu usioelezeka. Ndiyo maana vipimo vya afya kabla na wakati wa matumizi ni muhimu sana. Mwili kuwa nyeti, yani kuwa na unyevunyevu kutokana na homoni. Sio kila mwili hujibu sawa kwa homoni za nje. Baadhi ya watu wana sensitivity ya juu kwa mabadiliko ya homoni, na hivyo huweza kupata athari haraka zaidi. Dalili zinaweza kuwa mabadiliko makubwa ya mudi, hisia za uchovu au kukosa nguvu, kukosa utulivu wa kihisia kwa muda mrefu. Hii haimaanishi kuwa uzazi wa mpango si salama, bali mwili wa kila mtu ni tofauti. Uzazi wa mpango ni njia muhimu inayosaidia wanawake wengi duniani kupanga maisha yao ya uzazi. Lakini matumizi ya muda mrefu bila ushauri wa daktari yanaweza kuongeza uwezekano wa baadhi ya changamoto za kiafya. Ndiyo maana hatua muhimu zaidi si kuogopa kutumia, bali ni kutumia kwa uangalifu, ufuatiliaji wa afya na ushauri wa kitaalamu. Unachopaswa kufanya, kwanza, umwone daktari, lakini pia fanya check-up mara kwa mara. Badilisha njia ikiwa kuna madhara yanatokea. Usitumie bila ufuatiliaji wa kiafya. Mwili wa kila mtu ni tofauti.
Uzazi wa mpango ni msaada mkubwa wa maisha kwa mwanamke, lakini uelewa ni muhimu sana. Kumbuka, sio kila mtu hupata madhara sawa. Si kila njia inafaa kwa kila mwili. Uzazi wa mpango umekuwa msaada mkubwa kwa maisha ya wengi duniani, ukiwasaidia kupanga uzazi, kulinda afya ya mama na kuboresha mipango ya maisha. Lakini jambo la msingi zaidi ni hili: uelewa sahihi wa mwili wako ni muhimu. Kila mwili hujibu tofauti, na kila njia ya uzazi wa mpango ina namna yake ya kuasili mfumo wa uzazi. Ndiyo maana si kila mtu hupata athari zile zile. Si kila njia inafaa kwa kila mwili, na kile kinachofaa kwa mtu mmoja huenda kisifae kwa mtu mwingine. Maarifa sahihi ndiyo kinga yako bora ya afya. Kadri unavyoelewa mwili wako, ndivyo unavyoweza kufanya uamuzi bora zaidi kuhusu afya yako ya uzazi. Naamini kuna jambo jipya umejifunza. Andika kwenye sehemu ya maoni, yani comment, nimejifunza, na share video hii kwa watu wengi zaidi. Lakini pia share uzoefu wako kwa matumizi ya uzazi wa mpango ili wengi tujifunze. Usisahau kupendekeza tujifunze mada gani. Nikutakie siku njema na Mungu